Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, napenda kuchukua fursa hii kukukaribisha katika kipindi cha leo, na kama unavyofahamu kwamba vipindi vyetu hivi vinajikita katika maeneo makuu matatu. Moja, kufanya wewe kuweza kuwa kiongozi bora ama kuongezea ujuzi, maarifa na experience kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe unaimarika katika masuala makubwa ya kiuongozi, lakini vile vile kwa yule unayenuia kuwa kiongozi basi uweze kuwa kiongozi bora zaidi. Sehemu ya pili tunazingatia masuala ya uchumi na biashara, na hapo tunaangalia swala zima la kuwa financial independent kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaweza kumudu ama kujenga uchumi wetu vizuri na uchumi wa familia. Sehemu nyingine ni swala ya malezi na familia, masuala ya kijamii, na yenyewe pia tunajikita kwa ajili ya kuangalia ubora na uimara katika familia zetu. Katika kipindi cha leo tunaenda kujikita sasa kuangalia eneo la biashara. Kwenye eneo la biashara, katika vipindi vilivyopita tumewahi kuzungumzia juu ya biashara ni nini, tukaangalia makundi mbalimbali ya biashara na vitu kama hivi. Kwa hivi leo tunaenda kuangalia juu ya sifa za mfanyabiashara ama mjasiriamali ambaye amefanikiwa katika kazi zake za biashara, na kuweza kukupa taarifa ama kushare na wewe maarifa haya, tutatumia zaidi watu mbalimbali ambao taarifa zao ziko kwenye public domain, lakini pia ni watu ambao wamefanya vizuri na wanajulikana. Yani kutaja majina hivi inaweza ikawa ni rahisi wewe kujua kwamba mtu huyu ni nani, na pia ikawa ni rahisi kulinki kati ya kile unachokijua na kile ambacho unatakiwa kupata. Sasa tutaenda kuangalia sifa kati ya 5 ama 6 za mfanyabiashara ama mjasiriamali ambaye amefanikiwa. Wewe kama una ndoto ya kuwa mjasiriamali mkubwa ama mfanyabiashara mkubwa, unahitaji kujua sifa za hao watu ambao tayari wamekwisha tangulia. Kwa hiyo sifa ya kwanza ambayo tutaenda kuiangalia ni kwamba mjasiriamali ama mfanyabiashara yoyote ambaye amefanikiwa ana sifa ya kuwa na kitu kinaitwa nidhamu ya fedha, ama kwa lugha ya kwazima tunaweza tukasema ni financial discipline. Financial discipline maana yake ni kwamba ni matumizi ya fedha katika masuala yanayofaa au masuala yanayohitajika kwa ajili ya kuhakikisha wewe kwamba unakuza biashara yako ama unakuza uchumi wako vizuri, na biashara yako endelea kutanuka na kutanuka na kutanuka, ili uweze kuendelea na hizo mbio za kuifanya biashara yako au wewe uweze kuwa mfanyabiashara mkubwa zaidi. Katika eneo hili la kuangalia kati ya wafanyabiashara ambao wana sifa hiyo ya kuwa na good financial discipline au nidhamu nzuri ya fedha, ni pamoja na huyu mfanyabiashara anayeitwa Warren Buffett. Warren Buffett ni Marekani ambaye tunafahamu kwamba ni mtu tajiri, mtu mahiri, mwekezaji mkubwa, mfanyabiashara mkubwa. Kwa unafahamu kwamba Warren Buffett anamiliki makampuni kama ya Duracell, yale ya betri za magari, ana mashare kwenye makampuni kama ya Coca-Cola, Bank of America, kwa hivi kwenye railway ameinvest huko. Kwa hiyo ni mfanyabiashara ambaye ni mkubwa, anatengeneza fedha nyingi na anajulikana dunia nzima. Lakini Warren Buffett ndo tunamrefer kama ni mfalme wa nidhamu ya fedha ama the king of financial discipline. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameweza kuonyesha swala hilo kwa vitendo. Katika taarifa ambazo zipo, mtu kama Warren Buffett inasemekana kwamba hata pamoja na yeye kuweza kubadilisha mfumo wa maisha, kwa maana ya kwamba kuwa na fedha ambazo hakuwa nazo kabla ama kuwa na utajiri ambao hakuwa nao kabla, lakini bado maisha yake hayakubadilika sana, yani mwenendo wa kimaisha haukubadilika sana. Hapa tunamaanisha kwamba maisha ya kawaida, matumizi ya fedha, nidhamu yake katika kuwekeza, kutumia fedha zake vizuri, hasa katika upanuzi wa biashara, na kutokuwa na matumizi ama mikopo ambayo haina tija yoyote. Warren Buffett katika hilo amefanikiwa sana, na ndio maana wanamrefer kama mfalme wa nidhamu ya fedha ama the king of financial discipline. Na yeye ukimsikiliza mwenyewe Warren Buffett anakuambia kwamba usinunue kitu usichokihitaji,
usinunue kitu usichokihitaji. Anasema yeye ananunua kitu anachokihitaji na haweki nguvu kununua kitu anachokitaka. Wewe unajua kwamba kwenye biashara niliwahi kuambia kwamba kuna vitu viwili. Kuna needs lakini kuna wants. Yaani kuna kitu ambacho ni hitaji na kuna kitu kingine ambacho ni takwa. Kitu cha hitaji ni kile ambacho hicho unahitaji kuwa nacho ili maisha yako yaweze kuwa rahisi au uweze kusurvive. Kwa mfano, wewe unafahamu kwamba unaweza ukawa unahitaji kunywa chai, lakini hii chai inaweza ikapatikana kwa gharama tofauti tofauti. Kuna sehemu chai ile ambayo ungeweza kuinunua kwa shilingi 1000, sehemu nyingine ukainunua kwa shilingi 5000, sehemu nyingine ukainunua kwa shilingi 10000. Kwa hiyo mahitaji yako yalikuwa ni chai ama kifungua kinywa. Lakini hicho kifungua kinywa ukienda ukakinunua cha shilingi 30,000, maana yake kimekuwa ni want, yani ni kama tu ni takwa. Kumbe ungeweza kunywa hata chai ya shilingi 2000 ikasave purpose sawa na ile chai ambayo ungeweza kunywa shilingi 5000 au shilingi 10000. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya hitaji pamoja na want. Sasa yeye Warren Buffett katika financial discipline aliyokuwa nayo au nidhamu nzuri ya fedha aliyokuwa nayo, anakuambia yeye daima hununua anachokihitaji na yeye haweki nguvu kubwa kununua anachokitaka. Kuna nyakati moja niliwahi kusema kwamba kwa mfano wewe unachohitaji ni malazi. Kwa sababu unahitaji malazi, manake unaweza ukajenga nyumba ya chumba kimoja, chumba viwili au vyumba vitatu. Lakini unaweza ukajenga ground house au nyumba ya kawaida tu, na lakini pia mwingine unaweza ukaamua ukajenga nyumba ya ghorofa moja ama nyumba ya ghorofa mbili kulingana na uwezo uliokuwa nao. Kwa hivi Warren Buffett hivi ndivyo anavyokuambia kwamba kama kwa mfano wewe hitaji lako ni sehemu ya kulala ama kupumzika, unaweza ukajenga nyumba ya kawaida ambayo ni standard, labda tuseme milioni 20, 10, 100 kulingana na uwezo wako. Lakini kuna mwingine anaweza kaamua kwa hitaji hilo hilo la kulala akaamua kujenga nyumba ya bilioni 1, bilioni 2, milioni 300, milioni 300 au bilioni 10 kulingana na takwa lake yeye anachotaka. Lakini wote mnahitaji kulala usingizi. Hilo ndo hitaji. Kwa hiyo Warren Buffett anafundisha kwamba kwenye nidhamu ya fedha ni kitu muhimu sana, kwa sababu kama ulihitaji kufanya kitu kile kile ambacho ni cha shilingi 1000 ama ni shilingi 100,000, kitu hicho unaweza ukakikuta sehemu nyingine kwa gharama ambayo ni kubwa zaidi ya hiyo. Labda mathalan tuseme wewe unajua kwamba majority au sehemu nyingi Tanzania soda zinauzwa shilingi 1000, labda tuchukulie hivyo. Lakini kuna sehemu zingine ukienda soda ile ya Pepsi au ya Coca au ya Fanta, unaweza ukaenda kwenye sehemu nyingine ukainunua soda hiyo kwa shilingi 5000. Kwa hivi je, ni ile soda imebadilika? Hapana, ile soda haijabadilika. Soda ni ile, content ni zile. Kwa hivi kilichobadilika ni mahitaji na takwa. Kama ni hitaji manake ilikuwa tu kupata soda, lakini kama ni takwa utaamua kwamba ngoja niende nikanywe ile ambayo inauzwa shilingi 5000. Lakini yule aliyekunywa shilingi 1000 na yule wa shilingi 5000 kimsingi wote wamekunywa soda ile. Sasa Warren Buffett kama king of financial discipline wanakuambia tangu mwaka 1958 Warren Buffett ile nyumba aliyokuwa anaishi kabla ya kuwa tajiri bado aliendelea kuishi nyumba hiyo ambayo inakadiriwa kuwa ni kama dola 31,500, ambayo ukibadilisha kwenye fedha zetu za Tanzania labda inaweza ikawa kwenye milioni 78, kwenye milioni 70 kuelekea milioni 80. Yeye hakubadilisha nyumba yake ya kuishi japokuwa alikuwa ni tajiri mkubwa. Hata hivyo, inasemekana pia kwamba Warren Buffett pamoja na kwamba yeye anamiliki kampuni ya kukondisha ndege, lakini bado yeye hakutaka kuwa anatembea na private jets, kwa maana ya ndege binafsi. Bado ilikuwa kwamba akitaka kusafiri anaweza akapanda tu ndege kama abiria wengine, akakaa kwenye kiti cha economy na akalipia, akaendelea na safari yake. Hata gari lake analotumia bado anasema kwamba aliendelea kutumia gari zile alizokuwa nazo au ile aliyokuwa nayo kabla ya kuwa tajiri. Hiyo inaonyesha kuwa na uelewa mkubwa sana wa kitu kinaitwa financial discipline ama nidhamu ya fedha, kwa sababu watu wengi wakishapata fedha zinakuwa kwamba fedha zinawaongoza wao badala ya wao kuziongoza fedha zao. Kwa mantiki hiyo kwamba
Leo wewe umefanya biashara, umepata $100,000, umepata $1,000,000, umepata $10,000,000, yani pale ndipo unapoamua uzitumie pesa zenyewe zinakulazimisha wewe uzitumie kwa kazi gani, badala ya wewe kupanga uzitumie hizo fedha ulizozipata kwa majukumu gani. Kwa hiyo kuwa na financial discipline inakupatia wewe uwezekano wa kuwa na uwezo kuwa na nidhamu nzuri ya fedha, na zile fedha unazozipata wewe unaweza ukazipangilia vizuri kwenye majukumu yanayofaa, ikiwa ni pamoja na kuongeza mtaji ama ukubwa wa biashara yako, kufanya expansion kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sasa wewe unaendelea kupata au kunufaika zaidi ama kupata kipato zaidi kutokana na fedha ile ambayo unaitumia ama unaisave kutokana na kuwa na nidhamu bora katika matumizi ya fedha zako. Sifa ya pili ya mfanyabiashara ama mjasiriamali ambaye amefanikiwa sana, tunasema kwamba ni kutake risk ama kuchukua hatua hata kama jambo hilo ambalo unaenda kulichukua ndani yake lina mithili ya janga ama riski. Wafanyabiashara wengi, wewe kumbuka kwamba huwezi kupata kitu cha thamani kama huwezi kukubali kupoteza kitu cha thamani. Hicho ni kitu cha kawaida kabisa, na ndio maana hata wewe ukienda kwa mtu unahitaji kukopa fedha, atakwambia kwamba mimi ninaomba uweze kuweka kitu ambacho kitakudhamini. Au hata kwenye taasisi za fedha, kwa mfano, wewe unajua kwamba ukienda kuomba mkopo labda wa biashara watakuomba dhamana. Kwa nini? Sio kwamba wanataka wauze dhamana yako, hapana, ila wanataka waone commitment. Je, uko tayari kuriski kwamba naitoa hii nyumba dhamana ili kuweza kuwa na nguvu zaidi ama juhudi zaidi ya kuweza kuweka macho yako na nguvu yako na energy yako yote kwenye kile kitu ambacho wewe unatazamia kukifanya. Kwa hiyo ukiwa reluctant ama ukiwa unarudi nyuma kutoa kitu chako cha thamani kwa ajili ya kupata kitu cha thamani, kwa vyovyote vile mtu atapata hofu kama wewe una nia ya kutaka kufanya kile kitu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote. Kwa hivi wafanyabiashara waliofanikiwa wameweza pia kuwa ni wazuri sana kwenye upande wa kutake risk. Lakini kumbuka kwamba unapofanya maamuzi ya kuchukua hatua za kutake risk ni pamoja na kuchukua kitu kinaitwa calculated risk. Yaani usiende tu kwamba mimi nataka ni take risk. Sawa, kwa mfano, haistahili kuchukua mayai yote ukayaingiza kwenye beseni moja alafu kaanza safari yako, kwa sababu ukiteleza ukaanguka yale mayai yote yatavunjika. Yakishavunjika maana yake ni kwamba wewe utaanza zero. Kwa hivyo watu wengine wanachukua riski, lakini anachukua riski ambayo ni calculated. Anajua kabisa kwamba anakuwa na plani nyingine kwamba ikitokea hiki kisipoenda vizuri, kuna possibility nikaanza upya kwa kupitia njia hii. Kwa hiyo hii inakufanya pia wewe kuonekana uko matured katika yale mambo ambayo wewe unaweza kuyachukua hatua. Wewe kumbuka kwamba swala la biashara sio swala la jepesi. Ni swala ambalo wewe unaingia kwa nguvu zako, kwa mitaji yako, na ni swala ambalo wakati mwingine linaweza likawa na implication hata kwenye familia. Wewe imagine kwamba unafanya biashara au unaingiza mtaji wote ambao familia pengine ingeweza kuutegemea, lakini kawa bahati mbaya biashara ile ikashindwa kwenda vizuri. Kwa vyovyote inaweza ikaleta implication nyingine katika familia. Kwa hiyo swala zima la kuchukua riski ambayo ni calculated ni muhimu sana. Na katika swala hili tunamtazama mtu mmoja ambaye wewe bila shaka utakuwa unamjua, anaitwa Aliko Dangote. Huyu ni tajiri mkubwa sana Nigeria. Aliko Dangote ni wazi kwamba hapo kabla alikuwa anafanya biashara zake nyingi, ununuzi wa simenti, vifaa kama hivyo vya ujenzi, anaagiza kutoka nje. Na nchi yake ya Nigeria ikaamua kuweka ban ama zuio la kuleta vitu kama hivyo ambavyo vimeshatengenezwa nje kuviingiza nchini. Yeye hakuona kama ile ni kasoro, alichukulia kama ni opportunity. Kwa hiyo yeye alichokifanya, yeye akaamua kwamba sasa badala ya kuagiza hivyo vitu, yeye atakuwa anavitengeneza pale pale nchini, akatake risk. Na mpaka leo tunapozungumza, maana yake ni kwamba Aliko Dangote ni kati ya matajiri wakubwa sana hapa Afrika na dunia nzima, hasa katika uwekezaji kwenye vitu kama sukari pamoja na masuala ya vifaa vya ujenzi kama simenti.
Hiyo ni sifa namba 2. Sifa namba 3 ya mjasiriamali ambaye amefanikiwa au anayetaka kufanikiwa sana ni kuwa mvumilivu. Na kuwa mvumilivu kwa neno la kwazima tunaweza tukasema ni resilience. Unajua kwamba wewe kila kitu kinahitaji uvumilivu. Hata kama una mchumba wako ambaye wewe unatarajia kuoana naye, lakini unahitaji uvumilivu. Anaweza kukwambia subiri kidogo, kuna hiki, kuna kile, lakini unahitaji kuwa mvumilivu. Lakini pia hata katika familia tunahitaji kuwa vumilivu. Na hapa ndipo tunapoweza kuona pia kwamba hata kwenye biashara pia kunahitaji uvumilivu, kwa sababu yale matarajio ambayo wewe ungeweza kufikiria utayapata kesho, utayapata mwezi ujao, utayapata mwaka huu, inaweza isiende hivyo, badala yake ikaenda kinyume chake. Sasa uvumilivu hapa ni kitu cha msingi sana, na nitakupitisha katika watu ambao wao wamejitahidi kuonyesha swala zima la uvumilivu katika biashara. Mfanyabiashara mmoja wapo ambaye anaitwa Colonel Sanders, mara nyingi wengi tumezoea kusema ni KFC, yule mwenye restaurant za KFC. Unajua kwamba yeye kihistoria ni kwamba dream yake ama vision yake alianza kuiishi hasa baada ya miaka 60, yani akiwa hata amestaafu kazi kwenye ajira yake. Lakini KFC yeye alikuwa na ujuzi kwenye namna ya utengenezaji wa kuku, na akajaribu sana kuliuza wazo lake kwa kila aliyekuwa anaenda kuuza, lakini bahati mbaya hakuweza kufanikiwa. Sasa ikatokea kwamba siku moja akaliuza wazo lake kwa mtu mwingine. Yule mtu akakubali lile wazo lake na akasema kwamba hebu ngoja tulifanyie kazi wazo hili. Mpaka tunapozungumza hivi sasa, KFC maana yake ni kwamba ni kati ya restaurant maarufu duniani kote, hata hapa kwetu Tanzania bila shaka zipo, ambazo zinafanya kazi ya kuuza kile chakula kizuri sana watu wanachokipenda. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, kama isingekuwa uvumilivu, maana yake ni kwamba KFC ile ndoto yake isingeweza kumaterialize. Mwingine ambaye tunamwangalia kwa jicho kama hilo ni huyu tajiri anayeitwa Jack Ma, ama mwenye kampuni ya Alibaba. Huyu ni Mchina, lakini kama unavyofahamu Alibaba nyakati nyingi amekuwa yeye mwenyewe kwenye public address anasema kwamba yeye alikuwa anaomba kazi sehemu mbalimbali anakataliwa. Na moja ya taarifa zilizopo ni kwamba hata KFC huko Jack Ma alienda kuomba kazi, na anasema kwamba kati ya watu 24 walioomba kazi 23 wote walipata, yeye alikosa, lakini bado hakukata tamaa. Lakini pia aliomba kazi kwa maeneo mengine mbalimbali, huko kote hakupata, lakini pia akaamua kuanzisha biashara ikiwa kidogo kidogo, na hivyo akaendelea kuweka commitment yake, na mwisho wa siku sasa hivi tunamzungumzia Alibaba kama Mchina ambaye amefanikiwa sana katika masuala ya biashara, hasa ya online business pamoja na maeneo mengine. Kwa hiyo uvumilivu ni moja ya kitu ama sifa kubwa sana ya mtu ambaye au mfanyabiashara ama mjasiriamali ambaye anahitaji kufanikiwa sana. Sifa nyingine ya 4 ambayo tutaiangalia kwa huyu mfanyabiashara au wewe mjasiriamali ambao unataka kufanikiwa katika biashara zako ni kuona fursa. Kuona fursa. Unajua fursa inakuja, inaweza ikakatiza ikaenda, hata kama una namna ya kuichukua, lakini usipoweza kuiona huwezi kuigrab ama kuichukua ile fursa. Sasa kuwa na fursa, kuona fursa maana yake ni kuwa visionary. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba wewe unahitaji kuona kile ambacho watu wanakihitaji hata kabla ya wao wenyewe hawajajua kwamba wanakihitaji. Na hapa tutamzungumzia mtu mmoja ambaye katika swala hili aliweza kufanikiwa sana, na huyu sio mwingine ni Steve Jobs. Wewe unafahamu kwamba Steve Jobs alikuwa anamiliki kampuni ya Apple, na yeye ndo aliweza kuleta mapinduzi makubwa sana katika teknolojia. Wakatuletea simu za smartphone, kwamba kila kitu unaweza ukapata mziki kwenye simu yako, unaweza ukapiga simu, unaweza ukatuma message, unaweza ukafanya kazi za ofisini, ukafanya kila kitu kwenye hiyo simu. Lakini yeye manake ni kwamba aliweza kuona kwamba watu hiki kitu watakihitaji kabla watu wenyewe hawajataka au hawajaonyesha kwamba wanakihitaji, ila huyu mfanyabiashara ama huyu mjasiriamali aliona fursa ambayo hata wale watu wenyewe ambao walikihitaji kile kitu kabla hawajaonyesha kwamba wanakitaka, yeye akaweza akakiona. Kwa hiyo inatoa sifa ya mtu ambaye mwenye maono ya kuona mbali, ama kwa maana nyingine tunasema ni visionary, ama mtu ambaye ana uwezo kuona fursa.
inakuweka kwenye nafasi nzuri sana ya wewe kuweza kuichukua ile fursa mara inapojitokeza. Yaani wewe unaweza ukawa ni first mover, yaani ukawa wa kwanza kuichukua ile fursa, na wengine watakapokuja watakuta wewe tayari umeshaingia kule ndani, umeshajua ushapata uzoefu sana, umeshajua njia za kupita, wapi ngumu na nyepesi. Kwa hivi sasa hata wengine kuingia inaweza ikawa ni ngumu sana, na hata kama wakiingia wanaweza wasiwe pia bora kama wewe. Hiyo ni sifa ya 4. Sifa nyingine ya 5 ambayo tutaiangalia kwa mfanyabiashara ambaye ama mjasiriamali ambaye anahitaji kufanikiwa sana ni swala zima la kufanya kazi bila kuchoka. Kwa maana nyingine tuseme commitment. Wewe unafahamu kwamba ili uweze kusimamia shughuli zako unahitaji kufanya kazi muda mwingi zaidi. Na hapa tutachukulia mfano wa mtu kama mwenye mmiliki wa Tesla ama SpaceX. Huyu ndugu yeye alikuwa anasema yeye kuna nyakati ambazo alikuwa anafanya kazi kwa muda mrefu sana kuliko hata wafanyakazi wengine. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa anahitaji mambo yaweze kwenda vizuri na kila alichokuwa anakiwaza kiweze kuonekana na kupatikana kwa ubora. Elon Musk ambaye ndiye mmiliki wa Tesla na kampuni ya SpaceX ni Marekani ambaye wote tunafahamu kwamba ni mtu mkubwa, mashuhuri na mwenye pesa nyingi, na yeye ameweza kuwekeza hata kwenye kampuni za magari ya umeme ambayo pia ni hitaji lingine lile la kuiona fursa na kuichukua. Kwa hiyo kufanya kazi kwa bidii, usije ukafikiri kwamba kuna hii notion kwamba ukiwa mfanyabiashara, ukiwa mjasiriamali, unafanya kazi kwa muda unaotaka, unafanya vitu vyako kwa jinsi unavyotaka, kunaweza kuwepo na hiyo flexibility. Lakini nataka nikuhakikishie kwamba tafiti zinaonyesha kwamba wajasiriamali wengi wanafanya kazi masaa mengi zaidi kuliko hata mtu ambaye ameajiriwa ofisini. Kwa hiyo si kitu ambacho kinachukuliwa katika hali ya chini sana, hasa tunapokuja kwenye ufanyaji wa biashara. Ni kitu ambacho ujue kwamba unapoingia ni lazima ujiandae kwamba sifa hiyo ya kujitahidi kufanya kazi kwa muda mrefu na hata wakati mwingine bila kukata tamaa la kuchoka itakuhitajika wewe mwenye hayo maono, mwenye hizo ndoto uweze kufanya hiyo kazi. Hiyo ni sifa ya 5. Sifa ya 6 na ya mwisho ambayo tutaiangalia ni swala zima la huduma kwa wateja. Wewe ndugu yangu unajua kwamba tunaposema business tunamaanisha mteja, kwa sababu biashara inatengenezwa na watu wawili. Wewe ambao utakuwa unatoa huduma ama unatoa bidhaa, alafu na mtu wa kuinunua hiyo huduma au hiyo bidhaa. Kwa hiyo kimsingi pesa iko mfukoni mwa yule ambaye unataka kumtengenezea bidhaa ama huduma hiyo. Kwa hiyo ni lazima yule uweze kumweka kuwa nafasi ya kwanza ili ya wewe sasa uweze kupata fedha yake. Na ndiyo maana customer is a king, ama mteja ni mfalme. Yes, the customer is a king or queen, kwamba mteja ni mfalme ama malikia. Hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha kwamba mteja ndio kila kitu, kwa sababu wewe unatengeneza product, unatengeneza huduma kwa ajili ya kumuuzia mteja. Kwa hiyo kama mteja hayupo, maana yake there is no business, hamna biashara. Sasa hapa nitakupa mfano wa mtu anaitwa Jeff Bezos. Huyu hapa ndio yule ambaye ni mkuu wa kampuni ya Amazon, ambao wote tunaifahamu kwamba ni kampuni ambayo ni mahiri na mashuhuri hasa katika masuala ya online business au biashara katika mtandao. Yeye alikuwa anakuambia wazi kwamba, ama alikuwa akisema kwamba yeye neno lake ni moja tu, ni customer obsession. Yani ni mteja ni kila kitu. Nguvu zake zote nyingi amezipeleka kwa mteja, kwamba mteja wake aweze kufurahi, mteja wake aweze kuridhika, mteja wake aweze kupenda bidhaa yake. Na mteja huyu kama hajaridhika, yeye Jeff Bezos alikuwa tayari na yuko tayari mteja kurudisha hiyo product ili yeye aweze kuiangalia matatizo yake, defect zake, ili mteja wake asiweze kuwa disappointed kwa sababu ya ile bidhaa na huduma aliyoipata. Kwa hivyo yeye maana yake ni kwamba anaweza akawa yuko tayari hata wakati mwingine kupata hasara kidogo, lakini amfurahishe mteja wake, kwa sababu anajua kwamba pesa anayoipata inatoka kwa mteja wake. Kama mteja wake hawezi kuridhika ama kupenda product yake, kuona uimara na ubora wa bidhaa yake, maana yake ni kwamba either atahama aende kuitafuta hiyo bidhaa sehemu nyingine, ama vinginevyo ataacha kabisa kutrade ama kununua bidhaa hiyo ama huduma hiyo. Kwa hiyo wewe kama mfanyabiashara ambaye
unataka kuwa mahiri ama mfanyabiashara unayetaka kuwa mfanyabiashara mkubwa ama mjasiriamali mkubwa, lazima uangalie wale wakubwa wa juu kama hao niliowataja wamekuwa wakipita katika wakati gani na wana sifa gani ambazo ni common ama zinazofanana, ambazo wewe unaweza ukazitumia hizo sifa kama unazo kuendelea kuziongezea zaidi, ama kama huna kuendelea kuzidevelop, ili utakapoanza hizi ndoto zako za kufika kule unakokwenda, wewe usio na wasiwasi, njia yako iweze kuwa nyepesi na uweze kufika pale unapopahitaji, ama uweze kufikia mwisho wa ndoto zako na kuweza kuonyesha kwamba kweli umeweza na kila kitu kimefanikiwa katika mkono wako. Mungu akubariki sana. Tunasema kila unachokianza kwanza kinaanza na wewe. So it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante.